kama mnavyozoea kwa kila siku. Kwa siku ya leo nipo kwenye ziwa Tanganyika kama mnavyoliona, na kuna watu wengine unakuta muda huu unakuta kwenye bahari, na kuna wengine unakuta kwenye ile mito mikubwa sana. Na kwa siku ya leo nataka nije kuelezea kuhusiana na hili hapa, hili dudu ambalo niko nalo mkononi. Kuna watu wengi wanaweza kujiuliza kile kitu alichonacho mkononi ni kitu gani, au ni kitu cha kazi gani? Hili hapa linaitwa boya. Hili hapa linaitwa boya kwa wale watu ambao wanaishi katika mwambao wa ziwa Tanganyika, au wale ambao wanaishi karibu na bahari. Na mara nyingi hili hapa linatumika kwa wale watu ambao sasa kwa wavuvi, na wale watu ambao wanasafiri kutumia njia ya kwenye maji, yani usafiri wa majini, yani wa maji kabisa. Sasa hili boya hili hapa kazi yake ni nini? Hili boya linakusaidia pale ambapo panapotokea ajali la boat kuzama au ajali la meli kuzama. Hili hapa linasaidia wewe mtu ambaye unayesafiri, ukiwa umelivaa linakusaidia kuelea ili usije ukapoteza maisha, ili waokoaji wakukute upo kwenye juu ya maji ili wakuokoe, wakupeleke kwenye nchi kavu. Na hili hapa sasa na kuonyesha na kuelezea na jinsi gani ya kulivaa. Cha kwanza, hii hapa ni mifuko. Hapa na kuelezea jinsi ilivyo, mifuko miwili. Afu hapa ni mikanda ya ukiwa umelivaa jinsi utakapojifunga. Na hii hapa ni zipu, na pia hii hapa ni filimbi. Ukiwa kwa mbali, ukipuliza ile filimbi au kipute, waokoaji wanakuja haraka kukuokoa. Na kwa hiyo sasa mimi nataka nilivae sasa. Linavaliwa hivi. Hapa nimelivaa, ukishalivaa hii hapa ni zip. Nataka nifunge sasa zip. Hapa nimefunga zip. Hii hapa ndio mikanda ya kulishikilia ili endapo mawimbi yakiwa mengi lisije likachomoka ili lipoteze uhai. Unaona? Hapa nafunga mikanda kabisa. Yaani endaga tofauti na mtu anaokuambia unapopanda gari funga mkanda ili angalau gari kitokea usije ukanusuika au usije ukayumba sana. Hapa nimefunga mikanda. Na kama wewe ni mtu ambaye unayesafiri kutumia njia kwenye maji, kabla ya kupanda boti au kupanda meli, inabidi uombe kwanza hichi kitu. Uombe ili boya ili liwe karibu yako, au usafiri ukiwa umelivaa. Ndio inaweza kuwa vizuri sana, ndio inaweza kupendeza. Kwa sababu unajikinga ajali ambayo inaweza kutokea muda wote. Kwa sababu unapokuwa umesafiri, cha kwanza unamuomba Mungu. Ukishamaliza kumuomba Mungu, na pia chukua vitu vya kujikinga viwe karibu yako uvae. Lakini kwa wale ambao unaweza kukuta hili hapa hana kitu ambacho unaweza kutumia, unaweza karibu yako panaweza pakawa na dumu ambalo halina kitu chochote, lakini liwe na mfuniko. Unaweza kaogelea kupitia dumu kama huna hili hapa. Lakini kwa sasa, kwa sababu teknolojia imeshaenea dunia nzima, yani ulimwenguni kabisa, unapoenda kupanda boti, kitu cha kwanza cha kuzingatia kuwa na hili hapa. Kama wewe ni mvuvi, kama huna hili hapa, ina maana wewe hujipendi na hupendi maisha yako na hupendi familia yako. Kwa hiyo sasa baadaye nitakuonyesha nikiwa kwenye maji sasa naogelea, nikuonyesha jinsi gani inavyokusaidia ukiwa umezama kwenye maji, ila utaelea. Kwa hiyo sasa, mtazamaji, weka hapo kwenye kamera yangu au kwenye screen yako au kwenye simu yako unayo mkononi, uangalie jinsi gani nitavyokuwa naoga na kuelea kwa juu nikiwa nimevaa hili boya.